ubuyu umenikaba napaliwa Kwa mara ya kwanza Sarafina tunaenda kumshuhudia mfalme wa muziki wa Bongo Flava Ali Kiba, King Kiba akisikika katika sound ya singeli kwa mara ya kwanza. That's nice, man. Can't wait. Nakumbuka kwenye interviews na producers kama wawili watatu hivi wa singeli. Ukiwauliza ni msanii gani ambaye unatamani ukae naye kwenye beat ya singeli, wanakuambia I wish Ali Kiba akae kwenye beat ya singeli. DJ Mushizo, get well soon my brother, aliwahi kuniambia kwamba natamani sana nimsikie King Kiba kwenye singeli. And then Goody Master na yeye pia kanambia natamani sana Kiba akae kwenye beat ya singeli. So najua ni ngoma ambayo watu wengi watatamani kuisikia. Najua ni ngoma ambayo kwanza kabisa ni kama inaunga mkono movement ya singeli to the world. Yes, kufanya singeli kuwa muziki wa Tanzania, identity ya muziki wa Tanzania. Ni kitu fulani ambacho nafikiri kinawatufurahisha wengi. By the way, if you are king of Bongo Flava, then why not? Why not? Kwa sababu Bongo Flava singeli pacha fulani hivi. So naisi amechelewa kabisa. Amechelewa eh? Yeah. Ali Kiba of course ameachia kionjo cha ngoma yake mpya singeli ambayo inaitwa Ubuyu, right? Lakini nimeona katika video hii bana ameshutia zaidi ni Zanzibar ni Zanzibar, tiza yake ameshutia Zanzibar, na huku nimependa jinsi ambavyo pia ameweza kumix aina mbalimbali za muziki. All right, ndo amepiga beat all right, right? Na ukisikiliza mundani Ali Kiba ametumia kionjo cha mwanamuziki kutokea ni Mkongo, I think. Yeah, ni Mkongo anaitwa Mbili ya Bell. Yes, Mbili ya Bell ni mmoja kati ya wasanii wakubwa na wakongwe Afrika. So ametumia unajua kuimba wewe. Ngerapu. You understand? Kwa Mr. Alright amefanya kitu, amejaribu kuswitch kidogo kuchanganya huu muziki wa singeli na ladha nyingine kutoka nchini Kongo. Sina shaka na Ali Kiba bana wewe. Hiyo ngoma kali hiyo. Hiyo ngoma kali hiyo. Ubuyu gani Ali Kiba atakupa? But they sijui Ali Kiba anataka kuja na EP tena au album. I don't know yet, lakini ana ngoma nyingine ambayo ameitease kwenye YouTube yake na ameitease tangu last month kama sijakosea. Inaitwa Mama, Sweet Mama sijui. Ni chorus tu, kaweka chorus peke yake. Sijui inaitwa Hey Mama. Naomba niangalizie hapo. Hey Mama. Ina mama, yani ina mama kwenye nanili yake, kwenye jina lake. Ni ngoma ambayo ukisikiliza tu unaona ni kama ni ya zamani, ni kama no, the thing about you ni kwamba unajua Ali Kiba kaziacha nyimbo zake mpya kazipakia tena YouTube. Unajua hilo? Hivyo? Yani mfano hizi nyimbo zilikuwa sijui azipo kwenye YouTube yake. Zilikuwa kwenye ngoma kama Usiniseme, no, achana na hizo. Inawezekana zikawa ndio hizo unasema nyimbo za zamani umezisahau. Kwa sababu Ali Kiba hapa na series ya nyimbo nyingi kaachia, yani kapakia nyimbo zake zote za zamani, nyimbo nyingi za zamani kazi. Mfano kama Far Away kaipakia, ngoma ya Single Boy kaipakia na miezi 3, lakini pia ameachia hii Cinderella kaipakia miezi 2. Hii hapo sasa, hii hapo na yenyewe ni teaser. Ni teaser na yenyewe. So kwamba ameipakia yani kwamba ndo hiyo uisikilize. Ni teaser. Lakini pia the thing about watu hawajui, unajua Ali Kiba naye amekaa muda mrefu, tumemsikia sana Ali Kiba kwenye collab yani ile official song amechema ya mwisho ni ipi? Official song si ni ile EP yake ambayo toka imetoka last year. Last year iko mwezi gani? Ni mwezi gani? Last year. Ndio kuna naodha, kuna nini? Heri, kuna Top Notch. Alafu kuna ile na Nandi inaitwaje? Ni zaidi ya miezi 8, ni zaidi ya miezi 8 imepita toka Ali Kiba acheze official songs. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa jinsi gani ambavyo amekaa kimya na ameshirikishwa sana katika, yani ameachia collab nyingi hapa kati, ameshirikishwa sana kwenye nyimbo za wasanii wengine. So this time around Ali Kiba anaenda kufungua ukurasa wake mpya wa 2025, lakini anaanza katika mimi naona kama collab Ali Kiba zimetosha. Kwa nini? Zimetosha bana, amefanya nyingi sana. Sasa hivi atupe ngoma zake mwenyewe. Hebu anza kuhesabu.
amefanya collab na J Melody. Amefanya na Darasa. Mario. Amefanya na yule mume wa Wema anaitwa nani? Mwanaume wa Wema. Wozu. Amefanya na nani mwingine? Naona kama zina. Sio mbaya kujikeep relevant. Na Duli. Duli. Asifanye collab nyingi akaacha ngoma zake mwenyewe. Anakuwa nakosea mashabiki zake. Lakini mnamsikia upande mwingine ila mashabiki wa Alikiba. Hapana. Zimetosha. Collab zimetosha. Yaani sio kwamba nyinyi mnakunjia watu, shaona nyinyi kichwa cha habari Sarafina awakunjia wasanii wengine. Kichwa cha habari Sarafina awasemea mashabiki wa Alikiba. Wanataka project yake binafsi kwa sasa hivi. By the way, Alikiba ana mtindo mpya wa kuposti picha sasa hivi. Umeona? Bana. Vina ujumbe mzaanzeka vibaya huyu. Vina ujumbe fulani hivi anaamua kuweka. Eti tumetongozana jana, leo birthday yako. Why? Nimeona comment za baadhi ya mastaa hapa wakiwa wanafurahia iko kitu. Nimeona Fobi amecomment hapa, Oya King, afakika emoji za kucheka na moto. Unajua Fobi ni moja kati ya mashabiki wakubwa sana wa Alikiba. Unakumbuka hata Zanzibar Fobi alienda kwenye show ile ya Alikiba ya kutimiza miaka 20 na alikuwa pale mbele kama shabiki, sio ka backstage kama mpaka Alikiba akamwambia uchokifanya Fobi na deni na wewe. By the way, Alikiba pia anashare sana ngoma za Fobi, akiachia ngoma yani aishajua kwamba huyu ni shabiki yangu damu. So nimeona jana ameachia ngoma Alikiba ameshare safi, ndio brotherhood. Wozu naye kapita ka comment King hapa, Vanilla King. Watu nasubiria kwa, of course mimi mwenyewe ni moja kati ya watu ambao nasubiri kwa hamu sana kuona nini ambacho Alikiba atakuja nacho katika version hii mpya. Tunasema ni ujio mpya wa Alikiba. Unajua Alikiba ni moja kati ya wasanii ambao yani hivi kusastiri kwa miaka 20 sio poa, unajua miaka 20 unajua, alafu sio miaka 20 tu kwamba labda naimba tu na nini. Miaka 20 bado nipo katika competition, bado niko nafanya vizuri. Miaka 20 tu, sio zaidi ya miaka 20. Kwa sababu nakumbuka wakati anazindua Crown Media ndo alikuwa anasherehekea miaka 20. Kumbuka vizuri. Kwa kama 20 na plus. 20 plus. Yaani ni zaidi ya miaka 20. So ni mshikani ni babu fulani hivi ambaye amepambana sana kwenye industry na bado ukimsikiliza sasa hivi anaenda sawa na vijana. Lakini pia kitu ambacho wamecheza vizuri Alikiba ni kwamba hawa new school anakaa nao karibu pia. New school anajaribu unajua anasikika, anakaa kwenye sound ya Moko kidogo. Moko kuna kitu gani kipya tunafanya, umeelewa? Kakaa kwenye sound ya Stukis kidogo, you understand? Haya, utakuta alikutana na wasanii wake vile vijana wake kina Vanilla kina nani kwamba okay, kumbe muziki sasa uko hivi. Unajua ukakaa tu na wewe kwamba mimi legend bana, mimi nafanya misingi yangu. Misingi, biashara inabadilika. Ukaleta misingi yako ndo unaishia. Ni kama vile kwenye media tu. Kuna media zilikuwa mainstream ambazo ziligomaga kuchange kwa haraka kwenye digital. Wana struggle mpaka sasa. Yeah, you understand. Kwa hiyo lazima tujue kwamba maisha yana mabadiliko na mabadiliko yanatakiwa pia uyafuate yale mabadiliko mazuri kama unaona biashara yako itaifanya iwe bomba zaidi. So it is what it is. Tusubiri collab kutoka kwa Alikiba, mfalme wa muziki wa Bongo. Collab, new song, new vision kutoka kwa Alikiba katika muonekano sound mpya ya Singeli. Mimi naitwa Ricky, nilikuwa na Sarafina Jerry. Una wasiwasi naye? Hapana, yani nataka uiseme vizuri, sina wasiwasi na unakuaje na wasiwasi na msanii mkubwa kama Alikiba? Yani kwamba akae studio na watu kibao rekodi nyimbo mbovu? Hapana, labda tutakuwa na wimbo ambao mimi sijaupenda, ila sio wimbo mbovu. Huwezi kutoupenda kaka, utaupenda lazima. Bye bye.